India na Israel zimesaini mkataba wa ulinzi ambapo wanajeshi wa nchi hizo mbili watakuwa na ushirikiano wa maendeleo na utengenezaji wa silaha. Makubaliano hayo yalitiwa saini mjini Tel Aviv siku ya Jumanne wakati wa kikundi kazi cha pamoja kuhusu ushirikiano wa kiulinzi kikiongozwa na Waziri wa Ulinzi wa India Rajesh Kumar Sai na mkurugenzi mkuu wa Wizara ya Ulinzi ya Israel Meja Jenerali Amir Baram. Taarifa hiyo ilisema wizara hiyo imebaini kuwa makubaliano hayo itawezesha kushirikishwa kwa teknolojia ya hali ya juu na itakuza maendeleo ya pamoja na uzalishaji shirikishi. Ingawa taarifa hiyo haikutoa maelezo ya mikataba yoyote, gazeti la Jerusalem Post limeripoti kwamba India ingenunua roketi kwa ajili ya vikosi vyake vya ardhini na mifumo ya ulinzi wa makombora ya masafa ya kati kutoka ardhini hadi angani iliyotengenezwa kwa Israel Aerospace Industries IAI kwa karibu dola bilioni 3.75. IAI pia ingebadilisha ndege 6 za kibiashara kuwa ndege za jeshi za anga za India zinazojaza mafuta kwa dola milioni 900, ripoti hiyo imebainisha. Kusainiwa kwa makubaliano hayo kulikwenda sambamba na ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Israel Gideon Sar mjini New Delhi mnamo Jumanne. Wakati wa mkutano wake na mwenzake wa India Jai Shankar, Sar alisifu India kama nguvu kuu ya kimataifa. Pia alisema ushirikiano kati ya India na Israel umefikia kiwango cha juu zaidi, ukichochewa na kuongezeka kwa upatanishi katika ushirikiano wa kimkakati na teknolojia. India na Israel zina ushirikiano wa kimkakati na hasa kwa upande wetu. Neno hilo lina maana halisi. Tumesimama pamoja katika nyakati za majaribio na tumeunda uhusiano kwa kiwango cha juu cha uaminifu na kuegemea. India inahesabu Israel kama mojawapo ya wasambazaji wake wakuu wa silaha katika miongo kadhaa iliyopita, na nchi hizo mbili pia zimeunda kwa pamoja mfumo wa ulinzi wa anga wa makombora wa Barak-8. Kulingana na data ya SIPRI ya mwaka 2025, India ilikuwa mwagizaji mkuu zaidi wa silaha za Israel ikichukua asilimia 34 hadi dola bilioni 2.9 ya vifaa vya kijeshi, ikiwa ni pamoja na rada, drones na makombora. Walakini, wakati wa kuzingatia uagizaji wa jumla wa silaha wa India, Urusi ilikuwa muuzaji mkubwa zaidi na kufanya asilimia 36 ya jumla ya uagizaji wa silaha. Jai Shankar alieleza kuwa kuunga mkono India kwa mpango wa amani unaolenga kumaliza mzozo wa Gaza ambao ulipendekezwa na Rais wa Marekani Donald Trump mwezi uliopita huko Sharm el-Sheikh nchini Misri. Afisa huyo wa India aliwasilisha matumaini kwamba ingeleta suluhisho la kudumu. India inaamini kwamba Israel ni moja kati ya mataifa ulimwenguni yaliyoendelea katika upande wa utengenezaji wa silaha, lakini pia ni moja kati ya mataifa ambayo yanategemewa katika nchi nyingi kubwa zilizoendelea katika upande wa silaha na teknolojia ya hali ya juu ya silaha mpya. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote. Endelea kutufuatilia uweze kufahamu ni nini kinajiri katika ulimwengu.